Wewe ni mtumishi wa Mungu na sasa hivi ukipita kwenye mitandao mbalimbali hasa Instagram, kila posti comment zinasomeka no reform no election. Natamani kupata ufafanuzi kutoka kwako mtumishi wa Mungu Prophet IPM. Karibu ufafanue ili Watanzania waweze kukuelewa. Karibu. Unapokuwa kiongozi unaongoza watu watatu. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa. Mtu wa pili ni yule ambaye hakuelewi. Na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Umeelewa ndugu mwandishi habari? Watu wangapi hao? Unaongoza watu watatu ukiwa kiongozi. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa, mtu wa pili hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Yaani ukimwambia vipi kuhusu bunge? Bunge ndo nini? Haelewi. Unajua kila mwanadamu anaongozwa kwa vitu viwili. Kwa sheria na kanuni. Kwa kuna sheria za kanuni za kiongozi. Ukivuka mipaka ya kazi yako, IGP Simon Siro aliwahi kusema wakati fulani, watu wanaijua mipaka ya kazi yako. Ukivuka mipaka ya kazi yako, watu watajua umevuka mipaka ya kazi yako, kwa sababu jamii inajua mipaka ya kazi yako. Watakushangaa. Kwa sababu mimi siwezi kuwa kwenye kundi la watu wenye kutaka kubomoa. Mimi lazima nisimame katika kundi la kutaka kujenga. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. IPM, kwanza hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya ya kueneza injili ya Bwana. Nashukuru sana. Mimi naitwa Hilali Daudi, natokea Global TV. Prophet, mimi nina swali langu, naomba nijikite kidogo nikutoe kwenye mada hii ambayo umetuleta leo hapa. Wewe ni kiongozi wa dini ambaye unaongoza kondoo wako na wanakusikiliza sana. Kwa hali ambayo tunaendelea nayo hapa nchini ya kisiasa, tuja kusikia ukizungumza chochote, na sitofahamu zimekuwa kubwa sana kwa viongozi wenzako wa dini wakizungumza, wakitoa maoni yao, wakitoa mawazo yao. Kwa upande wako wewe, hali ya kisiasa nchini na haya mambo yanayoendelea unazungumzaje? Asante. Unapokuwa kiongozi wa dini, unaongoza watu wote. Na unapokuwa kiongozi wa dini katika taifa, unakuwa hauko peke yako. Mnakuwa viongozi wengi wa dini. Na kila mmoja ana nafasi yake katika kufikisha jambo katika jamii. Lakini pia kila mmoja ana uelewa wake katika kufikisha jambo katika jamii. Na ikifikia hatua likitokea jambo, wote tuweze kuongea, inakuwa sasa ni kuleta taharuki katika taifa. Kwa sababu yako mambo mengi ya msingi ya kuzungumza. Katika comment zile zilikuwa zinasema yawezekana labda azungumzi kwa sababu na yeye anaogopa yatamkuta kama yalomkuta mchungaji mwenzake kufungiwa taasisi yake. Wewe unaona iko sawa? Kwamba kiongozi wa dini akiongea anafungiwa taasisi zake na kazi zake kufanya? Mimi kama Prophet IPM, mimi sina nidhamu ya uoga. Yaani kitu kinaitwa uoga mimi sina kabisa. Lakini haina maana kwamba ukiwa na ujasiri basi ukikaa kimya umeogopa. Hapana. Lakini pia haina maana kwamba ujasiri ni kuongea mambo ya kashfa. Unajua dunia ya leo, ukiwa na upendo unaonekana mnafiki. Na ukiwasifia unaowapenda unaonekana chawa. Kwa hiyo jasiri ni yule anayeweza kutukana, jasiri ni yule anayeweza kubeza. Hapana, mimi nimeshawahi kuzungumza na video ikamfikia Mheshimiwa Rais nikimhitaji walipwe wastaafu wa jeshi la polisi la Tanzania, na ikamfikia. Yako mambo mengi ya kuzungumza. Kwa hiyo ukikaa kimya haina maana kwamba huwezi kuongea, lakini unaongea nini? Unajua kila mwanadamu anaongozwa kwa vitu viwili, kwa sheria na kanuni. Kwa kuna sheria za kanuni za kiongozi. Ukivuka mipaka ya kazi yako, IGP Simon Siro aliwahi kusema wakati fulani, watu wanaijua mipaka ya kazi yako. Ukivuka mipaka ya kazi yako, watu watajua umevuka mipaka ya kazi yako,
kwa sababu jamii inajua mipaka ya kazi yako, watakushangaa. Kwa hiyo haina maana kwamba ukikaa kimya muoga, hapana. Lakini unaongea nini katika jamii? Unachokifikisha ni nini? Unafikisha kwa ajili ya kujenga au unafikisha kwa ajili ya kubomoa? Kwa sababu mimi siwezi kuwa kwenye kundi la watu wenye kutaka kubomoa. Mimi lazima nisimame katika kundi la kutaka kujenga. Kwa kama jambo limetokea kama hilo unalolizungumza la kiongozi mwenzangu wa dini, tunamshukuru Mungu, mwanasheria yupo, amelizungumza vizuri. Sasa mimi nikitoka nikaanza kuzungumza kwa niaba, hali ya kuwa kuna mwanasheria, unakuwa kimbelembele, wala sio uzalendo wala sio upendo. Tuache mwanasheria azungumze, atolee majibu, na nashukuru Mungu amezungumza, sivyo bwana? Ametolea majibu. Kwa kikubwa unabaki tu wewe kama IPM katika engo yako, kwa sababu wewe uwezi ukawa msemaji wa viongozi wote wa dini katika taifa. Kila mmoja ana imani yake, ana dira yake na kadhalika. Labda kuelekea kwenye siku muhimu kabisa ya ibada ya wanaume, una lipi la kuzungumza? Kwa sababu watu ni wengi na wanatamani kufika hiyo siku ya ibada. Karibu uweze kufafanua. Cha kuzungumza, wanaume waje tu bila kusita. Kwa sababu mimi sijaribu, mimi nafanya. Kuna utofauti wa kujaribu na kufanya. Natamani kufanya kitu kwa wanaume ambacho naamini hakuna mwanaume atajutia kufika siku hiyo. Kila mwanaume bila kuangalia dini, rangi wala kabila. Tunamuomba Mungu, hakuna cha ziada. Tunamuomba Mungu. Kwa kama tutakusanyika wanaume, tumlilie Mungu, tumuombe Mungu, naamini mambo yatakaa sawa tu. Na hili umeamua kulifanya wewe peke yako au na namna umeshirikisha watumishi wa Mungu kwenye makanisa tofauti au madhehebu tofauti? Hili mimi nimelifanya mimi kama mimi. Na naamini litakuwa tu zuri kwa sababu lina lengo tu ya kuinua uchumi wa wanaume. Okay, labda mtumishi wa Mungu, endapo kama ukipata nafasi ya kuzungumza na wanasiasa, hasa viongozi wa upinzani, una lipi la kuzungumza juu yao? Karibu. La kuambia wafanye kazi tu kwa bidii, wafanye shughuli zao kwa amani, wapambane. Siasa sio vita, siasa sio kuumizana, siasa ni mtiririko wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wana vitu ambavyo wanatamani kuvifikisha kwa jamii, wana maono, wana ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza kupitia siasa, wazifanye, yasiwepo matusi. Unajua Watanzania wana hulka yao, wana tabia zao. Wasipelekee matusi, kuumizana na kadhalika. Wafanye washindane kwa hoja, washindane kwa yale waliotuahidi kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaporudi katika kupiga kura, basi tuende kupiga kura kwa yule ambaye amefanya yale ambayo alituahidi na ameyatekeleza. Kumekuwa na baadhi ya Watanzania wachache ambao wanapinga utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Labda wewe kama mtumishi wa Mungu, prophet ya IPM, una lipi la kuzungumza? Maana maoni ni mengi kwamba sijui rais mwanamke usi na nini, mambo ni mengi sana huko mtandaoni. Karibu uweze kutoa ufafanuzi. Sasa mimi siwezi kubishana na kila mtu au kuingia ndani ya akili ya mtu na kustopisha anayoweza kuyazungumza juu ya kupinga mwanamke asiwe rais. Mwenyezi Mungu ndo anaamua. Mwanadamu hawezi kuamua kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameamua. Kwenye Qur'ani kuna sehemu moja inasema wala yakhafu kubaha, wala yeye hana majuto katika maamuzi yake. Yani Mwenyezi Mungu akifanya jambo hajutii, yani hana maamuzi katika sasa Mheshimiwa Rais alikuwa makamu wa rais, aliyemchagua awe makamu wa rais hakuwa chizi. Chama chake kikateua na kikakubali na kukuridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, hawakuwa wenda wazimu. Waasisi wa nchi hii wote hawakuwa ndazimu. Chama chake akikuwa na kiliridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, na tunajua mtu akiwa makamu wa rais ni rais mtarajiwa, si ndio? Akiondoka rais, majukumu ya rais yanakuwa nani? Yanakuwa makamu wa rais. Sasa limetokea la kutokea ambalo hatukulitamani wa Tanzania. Kifo kipo, ametangulia hayati John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu akashika mamlaka ya kuongoza kiti cha urais, amefanya aliyoweza kuyafanya, mema aliyoyafanya ameyafanya. Kwa hiyo hatuwezi tukasema huyu ni mwanamke hafai na kadhalika. Tupo katika nchi ambayo ina uhuru wa kuzungumza. Tupo kwenye nchi ambayo of course ukizungumza mazuri ya mtu unaonekana chawa. Ndivyo iliyopo. Unatamani ukae katika upande wa kutukana watu ndio uonekane mstaarabu. Kwa hiyo mimi nampongeza, kwanza amekuwa, naipongeza nchi ya Tanzania, napongeza raia wa Tanzania kwa kuwa na utulivu, kwa sababu kama kuna wakati ambao
tungesema nchi ingia kwenye vurugu ni wakati ule ambapo Mheshimiwa Rais amefariki. Alafu kuna vuguvugu chini, lakini bado viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walisimama kama viongozi waasisi, walisimama wa taifa hili na wakasema katiba inaruhusu aendelee, na ameendelea. Na mimi nampongeza, naamini atamaliza salama. Ndio ombi langu kwake Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sawa, wewe ni mtumishi wa Mungu na sasa hivi ukipita kwenye mitandao mbalimbali hasa Instagram, kila posti comment zinasomeka no reform no election. Natamani kupata ufafanuzi kutoka kwako mtumishi wa Mungu Prophet IPM. Karibu ufafanue ili Watanzania waweze kukuelewa. Karibu. Unapokuwa kiongozi unaongoza watu watatu. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa. Mtu wa pili ni yule ambaye hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Umeelewa ndugu mwandishi habari? Watu wangapi hao? Unaongoza watu watatu ukiwa kiongozi. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa, mtu wa pili hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Yaani ukimwambia vipi kuhusu bunge? Bunge ndo nini? Haelewi. Unaelewa bana mahakama ndo nini? Yaani chochote haelewi. Sasa huwezi kuwa kiongozi ukapendwa na watu wote. Unapokuwa kiongozi wako watakaokubali, wako wengine ambao hawatakukubali. Kwa hiyo ukikutana na comment kama hizo no reform no election, ni mawazo yao. Kwa hiyo unawaacha wafanye according na wakati huu wa uchaguzi, alafu naamini hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.